Pasina shaka umewahi kusikia kauli ya mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa klabu ya Simba Crescencio Magori akieleza kuwa Simba haijajiunga na umoja wa vilabu barani Afrika kwa maana ya ACA kwa sababu hawafahamu umoja huo unahusiana na nini. Lakini hii leo mwenyekiti wa vilabu barani Afrika Engineer Hersi Said amejitokeza hadharani na kuzungumza na kueleza kuwa Simba wameshiriki kikao kwenye umoja wa vilabu. Je, ni lini wameshiriki kikao na ni kwa nini bado hawajajiunga? Majibu yote tuko nayo hapa. Lakini nina habari njema ya kukujuza mtazamaji wa Data Sports, lakini na Watanzania wote kwa ujumla kuhusiana na Jaba Air Solution, mabingwa wa kusafirisha bidhaa kutoka Guangzhou China mpaka nchini Tanzania. Ndani ya siku 3 pekee mzigo wako unaweza kukufikia. Leo ni tarehe 27, ukiagiza hii leo basi tarehe 30 mzigo wako unaupokea hapo ulipo ndani ya siku 3 pekee. Na msimu huu wa sikukuu wana ofa kubwa zaidi kwa ajili yako. Tayari tumeshuhudia Christmas imepita, Boxing Day imepita, bado tuna sikukuu moja kubwa ya mwaka mpya. Fanya kuagiza bidhaa kutoka China mpaka nchini Tanzania ili uweze kupata hiyo ofa ambayo Jaba Air Solution wanayo kwa ajili yako kwenye kipindi hiki cha sikukuu. Lakini nikukumbushe, tuna sauti ya Engineer Hersi, tutaenda kumsikiliza, usije ukasema haya ni maneno tunajitungia tu hapa. Mimi Alois Sagara pamoja na Hassan Saddam tuna uthibitisho, mambo kwa ushahidi. Hassan Saddam, umezungumza vizuri ukasema siku 3. Kumbuka leo tunavyozungumza kabla mwaka haujaisha. Yes. Yaani kabla ule mwaka hujaufunika, umeagiza mzigo wako kutoka China, umefika Tanzania, unaufunga mwaka vizuri. Kwa hiyo bana, watu hakikisha wanawasiliana na kuna ofa pia wako nayo Jaba ya Solution. Yes, zinaendelea ndani ya sikukuu ambao ndio hivi mwishoni. Kwa hiyo hakikisha unaiwahi, ikimbilie. Wanasema hajatuambia sisi, waambie watafute. Uwe China namba zao ziko pale chini, uwe Tanzania namba zao ziko pale chini. Hakikisha unawasiliana nao ili wakusawazishie mwaka unaomaliza kibingwa. Ndio, Hassan, tulisikia kauli ya mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa klabu ya Simba Crescencio Magori. Mzee wetu alisema kwamba wenyewe hawafahamu ACA inahusiana na nini. Naomba utie neno kidogo kabla hatujaenda kumsikiliza mwenyekiti wa vilabu barani Afrika kwa maana ya Engineer Hersi Said. Kizuri umekumbusha kwamba tuna sauti. Watu watabidi wamsikilize vizuri kabisa Engineer Hersi akikili kuwa klabu ya Simba iliwahi kushiriki miongoni mwa vikao ambavyo vinafanyika na umoja wa vilabu barani Afrika ambao anaviongoza rais wa klabu ya Yanga Engineer Hersi. Mzee wetu aliwahi kusema maneno sio mbali sana, tusiruke sana, sio mbali. Wiki 2 zilizopita kabla alisema kwamba wao hajua umoja unahusiana na nini na hawezi kujiunga. Kama viongozi ni wa aina hii, wao hawezi kufanyaje kujiunga. Ni baada ya kauli mfano uliofanyika katika mkutano wa Doha Qatar kama unakumbuka, ambapo Engineer Hersi alizungumza swala la poor governance, swala la uongozi mbaya, akaitumia mfano vizuri kama alitumia footage zikionyesha mashabiki wa klabu ya Simba waliokuwa kilalamika kwenye mkutano wa wanachama kama unakumbuka. Kwa hiyo akatia neno hapo, litaka tusimalize kitu, watu wamsikilize kwanza Engineer Hersi Said, alafu haya madini tutaendelea kuyapata kutoka kwako. Pako wawekee sauti ya Engineer Hersi waweze kutazama na kusikiliza alichokizungumza siku ya hii leo. Tumeshare taarifa za ACA na karibu vilabu vyote. Hatujasubiri klabu ianze kuuliza. Tunashare nao na mkutano ambao pia tulifanya ambao ulikuwa unazungumzia utaratibu wa ugawaji wa fedha za CAF za vilabu ambao zinashiriki ligi kuu, zinashiriki CAF Confederation na CAF Champions League. Vilabu hivi ambavyo vilishiriki kama 124 sisi kama ACA tuliregulate ule utaratibu wa malipo yale, na klabu ya Simba ilishiriki kwenye mkutano huo. ACA ilianzisha mkutano huo online ambao ulikuwa pia umemwalika mkurugenzi wa fedha wa CAF ambaye jukumu lake kubwa ilikuwa ni kuelezea documentation zipi zinazohitajika ili kufanya vilabu vilipo hizo pesa, kwa sababu kuna vilabu vilikuwa bado havijapokea pesa na walikuwa hawajui wanazipataje hizo pesa. Na pia CAF walikuwa upande mwingine wanasema vilabu hivyo havijasubmit documentation ili viweze kulipwa. Kwa hiyo ACA ili regulate mkutano huo, na mkutano huo ulijumlisha almost vilabu 103 kati ya 129 kama sijakosea ambavyo vilitakiwa kushiriki. Klabu ya Simba pia ilikuwemo, iliwakilishwa na mkurugenzi wao wa fedha ambaye pia alishiriki. Kwa hivyo ushiriki wa Simba pia kwenye baadhi kama mkutano huu ambao nimeutaja ulikuwepo. Kwa hivyo naamini ni swala la wakati na viongozi kuona umuhimu wa kujiunga na faida wanazozipata na kupata approval ya level zao za juu ili kuweza kujiunga. Sidhani kama maamuzi yao
ya kusema wanasubiri kupata taarifa yanaweza kuwazuia. Taarifa zipo, wameshazipata, wanaifahamu ACA kama ninavyosema, walishiriki kwenye mkutano huo na ni swala la wakati tu hapo. Hiyo ni kauli ya rais wa klabu ya Yanga pamoja na mwenyekiti wa vilabu barani Afrika, si mwingine ni Engineer Hersi Said. Hassan, naam, umemsikiza vizuri alichokisema mwenyekiti wa vilabu barani Afrika Engineer Hersi Said. Mimi nimemsikiliza vizuri na nafikiri na mtazamaji naye amebahatika kumsikiliza vizuri kabisa. Yes. Engineer Hersi akikili kwamba Simba waliwahi kushiriki hivi vikao vinavyofanyika vingi, lakini miongoni mwa Simba kikao alichoshiriki alishiriki cha fedha ambacho kiliongozwa na nini na CAF. Hicho kikao kiliandaliwa na ACA, wakamwalika mtaalamu wa masuala ya kifedha kutoka shirikisho la soka barani Afrika kwa maana ya CAF, akaenda kutoa elimu na semina kwa vilabu takriban 103 ambavyo vilihudhuria, japo target ilikuwa ni vilabu 129. Kwenye vilabu 103 ambavyo vilihudhuria kikao kile, Simba pia walikuwepo, na Simba mwakilishi ambaye alikwenda kuwawakilisha kule alikuwa ni mkurugenzi wa masuala ya kifedha wa klabu ya Simba. Ukiachana na elimu ya kifedha ambayo ilitolewa pale kuhusu mgawanyo wa fedha ambavyo vilabu vitakuwa vinapewa, pia walitoa elimu ya masuala mengineyo ikiwemo majukumu ya ACA, faida ambayo vilabu watavipata kutokana na kujiunga na ACA. Kwa hiyo kauli ya Magoli ambayo alikuja kuzungumza ya kwamba hawafahamu ACA inahusiana na nini mpaka wakae wafuatilie ndo waje wafanye kutoa majibu ya kwamba tunaamua kujiunga au hatujiungi kwa sababu ya 1, 2, 3. Hapo mbona ningetaka kusema kwamba kumekuwa na mkingizano wa kauli. Engineer Hersi amesema hivi Simba wameshashiriki na mwakilishi alikuwepo kutoka ndani ya klabu ya Simba. Leo mwenyekiti wa wakurugenzi wa bodi ya klabu ya Simba anatoka nasema wao haifahamu. Unaona kabisa ni sentensi mbili tofauti. Engineer Hersi alisema mwakilishi alikuwepo. Sasa tunabaki kwenye maswali kwamba mwakilishi alipotoka kufikisha ujumbe kwenye bodi ya wakurugenzi ya klabu ya Simba pia na wanachama kwamba bana nimekutana na elimu 1, 2, 3. Labda sasa tujifunge katika hiyo engo kwamba huenda mzee wetu Magoli hakupata taarifa, lakini mwakilishi Engineer Hersi alisema alifika, na miongoni baadaye ukiachana na elimu ya fedha waliwapa elimu ambayo ndio mama kabisa ya kuhusu umoja wa vilabu barani Afrika unafanyaje kazi. Amezungumza vizuri, maana speech ni ndefu, maana alozungumza ni ndefu, lakini sisi tumechukua ya muhimu. Miongoni mwa vitu alivyoendelea kusisitiza ni kuhusu vilabu vinavyoendelea kujiunga, ule umoja. Unajua umoja wa vilabu barani Afrika tulai kuzungumza hapa tukasema wenyewe umegawanyika katika kanda hizo unazoziona, kuanzia UNAFU, COSAFA, zote zile COSAFA, SEKAFA ya kwetu zimegawanyika hivyo, na kila ukanda unatoa mwakilishi wake ambaye anaongoza pale na yupo kwenye bodi ndani ya umoja wa vilabu barani Afrika. Kingine alichosisitiza ni swala la kujiunga. Hapo wakati anaulizwa kuhusu swala la Magoli, aliulizwa kuhusu mtu kujiunga, klabu inafanyaje, lazimishwa au hiari. Akazungumza kwamba ni hiari ya klabu kufanyaje kujiunga. Akawagusia Simba, akasema Simba wao wamesema wao elimu kama elimu walishapata na bado wanaendelea. Amesisitiza kwamba swala la elimu linaendelea kutolewa mara kwa mara. Kwa hiyo ina maana sio kitu kwamba baada ya ule mkutano uliofanyika kwamba waliishia pale. Ina maana elimu bado inaendelea kutoka kuhusu faida za, kabla jienda kwenye faida za huu umoja wa vilabu barani Afrika. Engineer Hersi amesema kuhusu swala la elimu kuendelea kwa taarifu huu umoja wa vilabu unafanyaje kazi, na kingine amesema tayari ishaanza kazi. Hilo tukakumbushe baadhi ya vilabu vingine tayari vishafanyaje, vishajiunga. Kwa kama elimu inaendelea kutolewa, kwa hiyo tunaamini na Simba nao washapata elimu. Labda sasa kama alichokizungumza mzee wetu Magoli kina tofautiana na alichokisema Engineer Hersi. Ukitazamia mpaka hivi sasa vilabu takriban 11 vimeshajiunga kwenye umoja huo kwa maana ya ACA, na kwa Tanzania tumeshuhudia vilabu viwili kwa maana ya Yanga wenyewe ndio ilikuwa klabu ya kwanza kujiunga, klabu ya pili ilikuwa ni Azam FC. Ndio. Amesema mpaka sasa viko vilabu 10 na kuna vilabu takriban 24 ambavyo bado viko kwenye process ya kukamilisha document mbalimbali ili waweze kufanyaje kuwa verified na kujiunga na umoja ule. Wengine mnyama pia dokumenti zake ndio bado zinachakatwa kwenye hizo 24. Ukisikiliza vizuri kauli ya Engineer Hersi kwa ndani kabisa unaona kabisa kwamba na mnyama naye huenda yuko kwenye zile. Alisema kwamba huenda na wao kwenye nini, kwenye process za mwisho japokuwa bado hawajamaliza, lakini swala la elimu na nini tuache kwamba masuala ya mzee wetu Magoli aliyotuambia kwamba klabu ya Simba hujapata elimu kuhusu umoja wa vilabu barani Afrika. Mimi naamini utakuwa ni uongo, kutokana ni propaganda labda, kwa sababu inakuja, unajua hili neno linakuja baada ya kauli ambazo zilikuwepo nyuma. Kwa hiyo ina maana na mwandishi aliposwali alilomuuliza kilipeleza vizuri wakati anauliza mzee wetu Magoli lilikuwa linahusanishwa kutoka badala, yani maswali mawili yaliokuwa yanaendana kwa pamoja. Swali la kwanza, mwenyekiti wa vilabu barani Afrika
title yake ilosimama pale wakati anaulizwa. Mwenyekiti wa umoja wa vilabu barani Afrika Engineer Hersi alisema kuwa klabu ya Simba ina nini? Ina migogoro ndani ya uongozi, au kwa sababu alionyesha ile footage katika ule mkutano uliofanyika. Kwa ina maana hata mzee wetu wakati analijibu lile swali, usingekubali kulalia upande, kwa sababu kumbuka ile ni taasisi, huwezi kukubali kuikandia taasisi kusema wenda ndio labda sisi hatujui. Ina maana alidefend, maana akwambia hivi, kwanza sisi hatujui hata huo umoja unahusiana na nini, kama viongozi wenyewe ndio wa hivi. Kwa hiyo ina maana unaona kabisa ni vitu vile unaweza kukuta unajitetea, kumbuka ile ni taasisi. Pengine Crescentus Magoli alishindwa kutoa kauli moja kwa sababu ni waamuzi ambao wanatakiwa kufanywa na taasisi. Ila ni kitu ambacho unaona alikuja kukosea ni kutoa kauli za namna ile kwamba hatufahamu ACA ni nini, unahusiana na nini, faida zake ni zipi sisi baada ya kujiunga, ili hali kuna mwakilishi ambaye alipata go ahead ya kwenda kuhudhuria kikao ambacho kilifanyika kwenye vilabu 103. Pia mwakilishi kutoka Simba alikuwepo. Sitaki kuamini ya kwamba baada ya kutoka kwenye kikao kile alibaki na majibu yale na elimu aliyoipata akabaki nayo. Lazima kuna report aliwasilisha kwenye uongozi wa klabu ya Simba kwamba hiki ndicho ambacho mlinituma na ndicho nilichorudi nacho. Kwa hiyo majibu ya mzee wetu Crescentus Magori ni kama vile alikuwa anajaribu kukwepesha mambo tu na kujibu majibu fulani ya kisiasa ambayo ni mepesi, na alikuwa anahitaji majibu ambayo ni sahihi zaidi, kwa sababu mimi mwenyewe tulikuwa tunajadili siku moja na wewe nikakwambia swali aliloulizwa Crescentus Magori kwamba kwa nini mpaka sasa Simba hajajiunga na umoja wa vilabu barani Afrika ACA, nikakwambia nilitarajia Simba waje watoe jibu sahihi, sio waseme ndio tutaenda kufuatilia. Tayari wangekuwa washafanya research, wamejua sisi hatujajiunga na ACA kwa sababu 1 2 3 au tutajiunga kwa sababu ya 1 2 3, ila sio kuja kutoa jibu jepesi la kwamba ACA imeanzishwa muda gani na mpaka watu wanaanza kujiunga muda gani. Ni muda tayari umeshapita tangu ianzishwe hiyo ACA. Sasa haiwezekani klabu kama Simba mpaka leo muda wote huo bado haijui ACA ni nini, na ili hali walituma mwakilishi kwenda kushiriki kwenye kikao cha masuala ya kifedha na elimu nyinginezo ambazo zilitolewa. Ndio maana Engineer Hersi ukimsikiliza vizuri anakuambia kwamba kumbuka hizi ni taasisi. Unajua timu nyingi ziko chini ya taasisi, nyingine ziko chini ya wanachama. Kwa hiyo sio jambo la haraka kwamba leo klabu leo unaamua tu unafanyaje unajiunga, kama zilivyo klabu za mtu labda inayomilikiwa na Azam. Mfano ukizungumzia kama klabu inayomilikiwa na Azam, hiyo huwezi ukawa na doubt swala lao kujiunga, kwa sababu ni timu ambayo iko chini ya tajiri mmoja, yeye anaamua bana. Yes, na hivyo ukiangalia sasa ameongeza mama, kuna wale vijana kutoka Hispania, kuna yule mzee kiongozi kutoka Hispania Octavian na wenzake wapo kama watatu pale. Ina maana ukiangalia bodi ya Azam, na maana hata kwenye transfer room ambayo Engineer Hersi alikuwa miongoni, umeona Azam nao ikiwa yani klabu kutoka Tanzania tayari wapo kwenye ule umoja wa transfer room, swala la wachezaji na nini. Kwa hiyo ndio maana nataka kukumbusha kwamba Engineer Hersi alisema hii inahitaji ni process, sio mtu tu haraka. Kwa ina maana mfano kama ilivyo kwa upande wa Simba, kumbuka ile na watu wawili, ina structure au ina uongozi watu wawili mpaka watatu. Ina maana una bodi ya wakurugenzi, unakuja upande wa wenyekiti wa klabu ya Simba, bado unakuja kuna rais wa heshima, alafu ndo wanakuja mashabiki. Kwa ina maana hapo unakuta kuna mlolongo, ili mpaka lije likamilike au ile hatua ikamilike inachukua muda mrefu. Ndio maana Engineer Hersi akasema swala la kujiunga ni swala la hiari ya timu yenyewe kama timu, lakini ukiachana kuwa ni hiari, kumbuka yale ni maamuzi ya watu wengi, sio mtu mmoja tu anaamua alafu mnafanyaje mnajiunga. Asante. Ukitazama ACA lengo lake kubwa, yani lengo kubwa kabisa ndani ya ACA ni kuvifanya vilabu vya barani Afrika kuwa na sauti moja au sauti zao kusikika kwa ukubwa zaidi pale ambapo watahitaji changamoto zao kutatuliwa. Ukitazama vilabu vingi vya Afrika hasani, ukweli usopingika ni kuwa vimekuwa vikipitia changamoto mbalimbali. Zingine kuna vilabu ambavyo vina shida za kifedha, kuna vilabu ambavyo vina matatizo ya kiuongozi kwenye taasisi zao. Matatizo ni mengi sana. Tukisema tuanze kuorodhesha vilabu vya Kiafrika ambavyo vinapitia ni mengi. Kwa hiyo ACA ilikuja kuwasaidia au kuvisaidia vilabu hivi kuwa na sauti moja ambayo watawasilisha sehemu ambao ni CAF, ndo mlezi wa soka letu la Afrika. Matatizo yao yakaweza kutatuliwa ambayo yako ndani ya uwezo wa shirikisho la soka barani Afrika. Hapo unapomzungumzia Engineer Hersi, anashiriki, ni mjumbe wa kamati CAF. Anapokaa vikao anaingia kama mjumbe wa kamati, anakwenda kuwasilisha matatizo direct kwenye shirikisho la soka, kwa sababu yeye pia ni mtu ambaye anahusika kwa asilimia kubwa kwenye baadhi ya vikao vya CAF ambavyo vinakuwa vinafanyika. Sio CAF tu mpaka FIFA. Kwa kinachoendelea ndani ya Simba
nadhani wangekuwa ndani ya ACA, pengine labda kuna baadhi ya changamoto ambazo wanazipitia haswa za kiuongozi, labda zingekuwa zimetafutiwa ufumbuzi. Nitaka tu nikupe mfano mzuri tu na mdogo. Unaona tukio lilotokea katika mechi ya FAR Rabat na Al Ahly, yes. Ndio ni vitu vyenye ncha kali vikarushwa uwanjani, kuna vitu vingi vilifanyika, kuna zile tochi zile zenye mwanga mkali zinapigwa uwanjani, wanawasha ile mafataki ndani ya kiwanja. Kuna vitu vingi ambavyo viko nje ya kiusalama vinafanyika na mataifa ya Uarabu. Haya tunazungumzia Tunisia, Morocco, Misri, Algeria. Wamekuwa na tabia hizi zinafanyika na mashabiki wao katika mechi husika, hususan wanapokutana na hizi timu nyingine kutoka ukanda mwingine. Labda mfano Tanzania, tuzungumze Uganda, Kenya, vilabu vingi huwa vinafanywa vitu vingi ambavyo sio vizuri kimchezoni, ambavyo vinakeuka baadhi ya sheria au kanuni. Huo moja wa vilabu light, mimi naamini light ingekuta labda ingekuwa ni klabu nyingine imetendewa hivi, nisingekuwa na amani sahihi kwamba adhabu zingetoka kama zilivyotoka. Kuna delaying some of other huwa na delay sana katika kufanya maamuzi ya baadhi ya makosa ambayo yanafanyika viwanjani. Kwa huo moja kama upo kwa sababu ndo kazi yake kubwa. In case klabu yoyote haijatendewa haki, huo moja upo kwa ajili ya kuiongezea sauti, kupigania haki yake. Labda wamefanywa kitu kama hicho, ukirudi kwenye adhabu za kafu, labda walitakiwa wafungiwe, mashabiki wasingie viwanjani, walitakiwa wafungiwe, watu wasifanye 1 2 3. Kwa ina maana ule umoja wa vilabu barani Afrika chini ya Engineer Hersi ndio unakuwa sauti yao katika kupigania haki zao ili wazipate kutokana na huu ukanda mwingine. Kumbuka hizi kanda za Waarabu nyingi zimekuwa na nguvu kuliko mamlaka. Kuna mtu leo kusema kwamba kuna baadhi ya vilabu vina nguvu kuliko mamlaka za mpira. Kwa hata unakuta Al Ahly leo hii, Al Ahly kama aliwahi kugomea ligini kwao kwenye ligi yao kule Misri, kuna baadhi ya na Zamalek kuna wakati aliwahi kugoma na akafuatwa yeye, alichukua na kitaka yeye. Kwa kuna muda unakuta hivi vilabu vina nguvu kuliko mamlaka. Kwa hiyo mmoja wa vilabu barani Afrika wenye upo kwa ajili ya kuvipazia sauti vilabu vingine ambavyo havina nguvu kupigana. Ndio maana kaja kuzungumzia swala la kifedha. Kuna baadhi ya vilabu vina changamoto ya kifedha, na ndio maana kuna dola pale, kuna kiasi ukishajiunga unalipa kiasi, ukishalipa kiasi kuna faida unaipata. Engineer anasema kuna baadhi ya pesa ambazo mnakuwa mnapata ukiwa mwanachama wa klabu, ukiwa mwanachama wa umoja wa vilabu barani Afrika. Kwa hiyo ni nzuri kwa sababu faida zipo, kipelelezo unaona kabisa kuna faida na kuna manufaa makubwa na maendeleo ya mpira wetu wa bara la Afrika. Tukaenda kama Ulaya ambako Engineer alisema ilianza ikiwa na vilabu 9 umoja wa vilabu barani Ulaya, lakini leo tunavyozungumza na vilabu zaidi ya 700 na ECA. Na bado walifikia 14 wakawa wanaitwa G14. Ila sasa tunavyozungumza wapo zaidi ya 700 vilabu ambavyo vimefanyaje, vimejiunga. Kwa hiyo na Afrika sio jambo la haraka, kama saizi wapo wachache, lakini tunaamini vilabu vingine vinaendelea kuangalia. Kwa hiyo wakati wakitazama watajoin na nafikiri watakuwa wengi. Hasani, nikikupa nafasi, yani hapa nilipokaa mimi nikamweka rais wa heshima wa klabu ya Simba kwa maana ya Mo Dewji, wao ukiwa umekaa kwenye kiti hicho, unaweza kumwambia hicho unachokizungumza kwamba Simba jiungeni na ACA? Naweza kumwambia maneno kwa ushahidi bila kumung'unya mambo, kwa sababu unamwambia kabisa ukiwa na fact. Unaambia bana, kwa sasa Simba tunarudisha tu scenario, sio mbali sana, tunarudisha finali wao na RS Berkane. Kile zilianzia mapema kuhusu swala zima la uwanja. Au wanataka tena, wao ndo walifanyaje, walitaka uwanja wa New Amani Complex kwa sababu wao walitoa taarifa kabla wao wakapandisha kwenye page yao. Sisi wengi tulikuwa tunafuatilia, wao walipandisha taarifa ya kwamba mechi yao ya finali inachezwa visiwani Zanzibar katika uwanja wa New Amani Complex. Wakati tukiuliza klabu ya Simba, wao hawana taarifa kabisa kwamba wao wanajua maandalizi yao wameandaa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo umoja wa vilabu barani Afrika ungelikuwepo hapo, ungeweza kuisaidia Simba baadhi kuipigia kile, kwa sababu wao walikuwa wanasingizia uwanja, lakini serikali ambao ndio wasimamizi wa uwanja wanasema uwanja wenyewe uko vizuri, umekamilika muda. Kwa hiyo ina maana kama umoja wa vilabu Simba angelikuwa miongoni mwa umoja wa vilabu barani Afrika, naamini nguvu yao ingepaa. Muda ule ndo tungeiona nguvu ya umoja wa vilabu barani Afrika ukisaidia klabu ya Simba. Kwa mimi ningemwambia tajiri bana, hapo unachotaka kufanya join katika umoja huu kwa 1 2, yani ukimwelekeza kuna 1 2, unampa zile faida 1 2 3.
kama sasa akirudi sasa asipoelewa itakuwa ni swala jingine ambalo tunaliacha uwasili kwamba wakiangalia labda Light angekuwa anaongoza mtu mwingine, Light angekuwa anaongoza yule mwanadada kutoka Kaizer Chiefs ambaye ndo mwenyekiti upande wa Kosafa kule upande wa, angelikuwa labda yule ambaye ni mwenye nafikiri ni katibu wa huo umoja wa vilabu barani Afrika yule mdada Light, kama angelikuwa yeye naamini Simba mpaka sasa hizo angekuwa shajiunga. Umezungumza vizuri sana Hasani. Nadhani sasa hapo tuweke utuo. Tuhamie kwenye engo moja ya mwisho ambayo ni kuhusu transfer room. Amezungumzia kwamba Yanga iko kwenye mchakato hatua za mwisho zaidi za kukamilisha usajili wake wa kujiunga na transfer room. Kwa ufupi zaidi, Engineer Hersi tumeshuhudia akiwa ndiye mtu ambaye anatoka kwenda West Africa, kwenda mataifa ya wapi Uganda kutafuta wachezaji, anawaleta ndani ya Yanga. Kwa transfer room kama alikuwa anaweza kuwatembelea wachezaji 7 hadi 10, transfer room akiingia pale Yanga kishajiunga atakuwa na chumba kikubwa zaidi cha kuweza kuwapata wachezaji waliokuwa bora kwa maeneo ambayo atakuwa anayahitaji. Zaidi ya wachezaji 300 atakuwa anawakuta. Kwa mfano beki wakati akiingia pale akaandika central defender, anaweza kuletea mabeki takriban 300-400 kutoka kila kona duniani. Kwa hiyo anakuwa na machaguo mengi zaidi, anaweza ka select mchezaji mmoja ambaye akawa ni complete package player. Kwa Tanzania amekwisha jiunga Azam FC. Anayefuatia ni Yanga ambaye anakamilisha taratibu zake huko hatua za mwishoni. Kuna vilabu vingine ambavyo hatujaona vikifanya jitihada hizo. Miongoni mwao ni klabu ya Simba ambayo tumeshuhudia baadhi ya sajili zao zimekuwa zikifeli, na kuna muda ambao rais wa heshima kwa maana ya Modewiji alitoka mbele akasema pengine kuna watu ambao wanamhujumu kwenye masuala ya usajili. Sasa uoni Simba kama ana umuhimu wa kujiunga mapema zaidi na transfer room, kwa sababu yeye amekuwa ni mhanga mkubwa. Sajili zake nyingi zimekuwa zikiwa hazikidhi mahitaji ya mashabiki wa Simba, na hata wanachama wamekuwa na matarajio makubwa, ili wasije kuona uwezo, wanaona ni uwezo ambao ni wa kawaida kabisa. Ukizungumzia transfer room, Alois Sagara, kumbuka ina operate duniani kote, si ndio? Ina operate duniani kote na baadhi ya vilabu vingi vipo. Na mkutano wake wa kwanza uliofanyika Afrika ndio ulifanyika Rabat, Morocco, na Engineer Hersi alikuwa miongoni mwa wale alikuwa. Hiyo sio shaka. Yaani sio shaka sio Simba yeye kujoin wala nini. Wala hamna hata akijoin kwenye swala la kufanya usajili. Tunarudi usajili siku zote ni kamari. Wai kwa mnyama siku zote na kwa Yanga wanapatia. Hapana, kwa sababu kuna sajili nyingine zishakuja Yanga zikafeli. Kwa hiyo inapokuja swala la usajili ndio anaweza kajoin ni sawa, kwa sababu kijoin unakuwa na option ya kutazama utamchukua nani, utamwacha nani, kwa sababu wanakuja wachezaji wengi, unapewa data zake. Ukishapewa data zile taarifa zake, labda ukafika ukamuona anachocheza uwanjani, inakuja zamu inayofuata baada ya kutazama data zake zote. Kinachofuata ni uwanjani ambako sasa ndo anakuja nyumbani sisi kumtazama, watu wanaanza kumchambua. Leo Celestine yuko anakuja, alikuwa na numbers kubwa, lakini sasa hizi ndani ya Yanga watu wameanza kupiga kelele. Na ni mapema mno, lakini watu tayari wameanza kufanyaje? Kumzungumzia. Kwa hiyo ninachotaka kuambia swala la kuingia kwenye transfer room ndio anaweza kaingia, haina tatizo. Wala siamini kama transfer room Simba wanaweza kawa na kipengele au na pingamizi kujiunga. Sina shaka kama kwa umoja wa vilabu barani Afrika wanaweza kawa na mashaka wakiwa labda kwa sababu ya ule utani wa jadi uliopo kati ya Simba na Yanga. Ni nadra sana mtu wa Simba kumwamini kiongozi aliyoko upande wa Yanga. Na ni nadra sana kumsikia kiongozi. Leo tunakubaliana mimi na wewe na mtazamaji wa Data Sports kwamba Engineer Hersi ni bora, ni kiongozi. Lakini uwezi leo kaenda kauliza upande wa pili kwa shabiki wa klabu ya Simba, wale mashabiki ambao ni shabiki, achana na kuna shabiki alafu kuna shabiki anayefahamu mpira, akamwambia kwamba Engineer Hersi ni kiongozi, atakwambia hamna, kuna namna lazima akuepeshe ukweli. Kwa hiyo ndio imekuwa huo utamaduni Simba kujiunga, sio ni shaka. Huyo ni Hassan Sadamu anamaliza hivyo. Nami nikukumbushe, kama ndio mara ya kwanza ambapo unatutazama sisi kama Data Sports, basi usisite kubonyeza alama ya notification, kwa maana ya kwamba kila tunapokuwa tunaweka vipindi vyetu unakuwa wa kwanza kuhabarika kupitia uchambuzi makini kutoka kwa wachambuzi makini ambao wako hapa ndani ya Data Sports. Pako anasema Engineer Hersi ataendelea kupiga hatua na kupanda juu zaidi siku zote, kwa sababu ni mtu ambaye hajakubali kujifunga kwenye eneo moja. Langu jina ni Alois Sagara, nilikuwa na Saddam Hassan. Bye bye.